Katika maisha yetu hatujawahi kuona sehemu kubwa ya upendo kama uliotupa. Maana katika kila kitu ambacho Mungu tunakifaidi na kukifurahia kimetoka katika eneo la upendo wako. Hasa pale ambapo Mungu wa mbinguni umetudhihirishia katika Kristo Yesu mambo ambayo tusingeweza kuyafanya kwa lolote, hata kama tungelijaribu hata kwa kutoa damu yetu wenyewe, lakini tusingeliweza kufanikiwa hata tukapata haki kutoka kwako. Lakini kwa neema ya pekee umemleta mwanao katika maisha yetu, naye akayalipa yote yanayodaiwa katika maisha yetu ya rohoni na ya mwilini. Nasi hatuna sababu ya kushukuru, maana katika hayo yote tuna sababu nyingi za kusema asante. Hatuna sababu ya kunyamaza bila kusema wala kuhubiri. Lazima tuseme katika mambo yoyote. Roho Mtakatifu, wewe ndio unayetuthibitishia mema yote tuliyopokea katika Kristo. Ndani ya maneno matakatifu tunayoyasoma usiku na mchana, naye kuyasikia katika yale yaliyonenwa ndani ya Kristo. Asante kwa wokovu, asante kwa uzima wa milele, asante kwa msamaha wa dhambi na uponyaji wa mwili. Asante kwa sababu hakuna mauti, kuzimu inayotuweza. Maana ndani ya Kristo sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Tena tumeingia katika eneo la kuhesabiwa haki na kufanyika wana wa Mungu. Asante kwa neema hii, maana huu ndio wokovu tuliopata. Ni katika jina la Yesu Kristo tunajiweka wafu kwa ajili ya juma hili la mafundisho tutakayoyasikia. Tunaomba usikivu wa kipekee, karama za maarifa na ufahamu na uwezo wa kusikia na kuelewa vikatukalie, na kinywa changu kikitiwa mafuta kuyaweka maneno kuwa mepesi na malaini, yawezaye kusikika katika fahamu za kibinadamu, nazo zikapata nafasi ndani ya moyo wa mtu. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unayo amani? Uko vizuri? Haleluya. Sema amina. Nimelikusudia juma hili kutumia kwa ajili ya faida. Tujifunze kitu. Amen. Na eneo kubwa hasa la kujifunza, nilitamani tujue faida ya kuzaliwa mara ya pili. Amen. Na nini maana ya kuzaliwa mara ya pili? Faida yake ni nini? Amen. Haleluya. Maana kila mmoja siku hizi anaweza kusema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, lakini Bwana asifiwe inaweza kawa haina faida wala haionekani ikileta matunda. Kwa hiyo tunashindwa sasa kujitofautisha na Bwana asifiwe yenye faida na ile isiyokuwa na faida. Matokeo yake tunaona katika maisha yetu ya kiroho tumeingia katika eneo ambalo halitabiriki tena. Tunapewa matumaini ya kufanikiwa, tunapewa matumaini ya kuwa na afya, tunapewa matumaini ya kuishi vizuri, lakini matumaini yenyewe hayana mshiko. Leo tuko vizuri, kesho tuko vibaya. Leo unayo, kesho hauna. Mpaka tumekubali, tukazungumza katika imani na tukahubiri katika imani ya kwamba maisha ya kiokovu ni maisha ya dhiki na ya taabu. Haya ndiyo mambo ambayo sasa imebidi yageuke kuwa ni mapito ambayo lazima tupitie. Na kwenye eneo hilo hilo tunakosa kufahamu faida ya Kristo kuja duniani. Kwa nini hasa amekuja duniani? Faida yake ni ninapomwamini, ninapompokea, kitu gani ninapokea, kitu gani nakipata? Maana kabla sijaokoka inawezekana nilikuwa vizuri zaidi, lakini baada ya kuokoka mambo yakaharibika. Sasa yameharibika, yakaendelea kuharibika, yakaharibika sana. Najikuta sasa wale waliokuwa wananiona niko na heri kabla sijaokoka wananisomea baada ya kuokoka. Sasa ni kitu gani hasa kinatokea? Ninapokiangalia kitu kama hiki, ninaanza kutafakari ni wapi tumekosea. Ni wapi tulipopotea kwenye eneo letu la kiimani, la kiroho, katika eneo lipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani
niweke eneo moja la urahisi kidogo, japo tunazungumzia habari ya kuzaliwa mara ya pili. Katika zama hizi za leo tunazoishi, utasikia tu kuna huduma inaitwa huduma ya kufunguliwa, ya maombi na maombezi ya kufunguliwa. Amen. Au kwa kizungu tunaita deliverance ministries. Amen. Ambayo mafundisho yake tunayaona ni katika kuomba zaidi na kuombewa. Hilo ndio eneo ambalo liko kwenye eneo kubwa sana linaloitwa deliverance ministry, huduma ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitafuta kibiblia, what is deliverance, nini maana ya ukombozi, hautaona hata kwenye andiko moja linaloandika ukombozi uko kwenye maombi. Hutaona kwenye Biblia. Utachunguza Biblia yote, hautakuta maombi ya kufunguliwa, maombi ya deliverance. Kwanza, kufunguliwa inatamkwa kibiblia ni eneo la kuhubiri. Analisema Yesu mwenyewe. Hebu tufungue Luka 4. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nitasoma kwa Kiswahili. Amen. Mstari wa 17, 18 na 19. Tunalijua ile andiko. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Sema amen. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona, kuacha huru waliosetwa. English, itafute English kidogo. Hallelujah. And the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the broken heart, to proclaim release to the captives, recovering of sight to the blind, to deliver those who are in Christ. Sioni maombi pale. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Spirit of the Lord is on me, all right, to give good news to the poor. He has sent me to make well those who are broken-hearted, to say that the prisoner will be let go, to say that the prisoner will let go. Kila andiko nalosoma hapa la kizungu lenye tafsiri tofauti, najaribu kuangalia kama lina mahali pa maombi ya kufunguliwa. Najaribu kuangalia translation nyingine. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. King James inasema to preach deliverance to the captives. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Sasa kwenye eneo ambalo tunapata tabu, yani ile tabu ya kweli, kila mtu anatafuta atolewe mahali alipofungwa. Na eneo analotafuta atolewe mahali alipofungwa, anatafuta kwa njia ya kuombewa. Sasa nikaanza kufikiri kibinafsi, eneo la kuwatoa watu mahali walipofungwa liko wapi kibiblia? Amen. Nikagundua haliko kwa njia nyingine, liko katika kumhubiri Kristo. Wapi watu waokoke peke yake, ndio kumfungua aliyefungwa. Haleluya. Sema amen, amen.
Wakati unamwombea mtu hajaokoka afunguliwe, athari yake ni kubwa. Wakati unamwombea mtu afunguliwe na hajaokoka, athari yake ni kubwa. Ni aheri usingelitaka atolewe ndani yake yale mapepo au tabu alizonazo. Biblia inasema hivi, pepo mtokapo mtu utafuta mahali pasipo na maji, naye akienda huku na kule akitafuta mahali akakosa, husema nitarudia nyumba yangu niliyotoka. Naye anaporudi akaikuta iko wazi, hakuna kitu ndani, huenda kuchukua pepo wengine 7 walio wabaya kuliko yeye. Sasa huyu ni mtu hajaombewa wokovu, hajampokea Yesu kuwa mwokozi wake, hajazaliwa mara ya pili. Tunamwombea afanikiwe, tunamwombea abarikiwe, tunamwombea mapepo yamwachie, tunamwombea kazi yake iende vizuri. Wakati huo unamwombea, unaondoa ule uwepo wa giza ndani yake, na yule pepo akiondoka anaenda anarudi, kwa sababu hakuna mtu anayetawala ndani. Amen. Hatima yule mtu inakuwa mbaya baadaye. Sasa ile hali ya kuwa mbaya inatupelekea kuwa na mkutano mikubwa ya watu walio na hali mbaya. Hatuna mikutano mikubwa ya watu walio na afya. Hatuna mikutano mikubwa ya watu waliobarikiwa. Tuna maelfu ya watu katika mkutano, wote wamejawa na mapepo, wamejawa na magonjwa, wameshikwa na nguvu za laana. Tunajiuliza, mbona hawa watu wanasema Bwana asifiwe miaka yote, wanatembea kwenye makanisa yote, wanaombewa na wahubiri wote, wameenda kwa kila nabii, wametumia mpaka vifaa vya maombi na maombezi, kwa nini pepo hawamwachi? Kwa nini pepo wamebaki wakiendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea? Kuna watu ambao walishawahi kwenda kwenye nyumba ya maombezi, lakini wakagundua wanaoombewa na kuanguka na kuombewa na kuanguka na kukemewa pepo na kupiga kelele kila wiki, kila mwezi ni wale. Akajiuliza, kwa nini ni wale? Sasa na mimi pia ninajiuliza swali. Amen. Kwa nini shida irudie? Nikagundua siri moja iko kwenye kitabu cha Luka. Watu hawafundishwi, hawaokoki. Kwa lugha nyingine, hawajawahi kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ndio problem. Ukishazaliwa mara ya pili, the moment unakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, unafanyiwa kitu kinachoitwa deliverance kwenye hilo eneo baada ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Ukishamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, katika ulimwengu wa roho unatengenezewa mazingira ambayo hautakamatika tena. Wakolosai 1 inazungumza hivi. Wakolosai 1 mstari wa 12 wa 13. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa. Hiyo lugha anasema English, he has delivered us. Katika nguvu za giza, alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huwezi kuokoka usihamishwe. Sema amina. Huwezi ukatubu. Na toba, ndugu zangu, sio kila wiki. Toba ni tendo la kubadilika, la maamuzi ya ndani kwa kumwamini Yesu. So tunasali kana kwamba kila wiki lazima tutubu na tutangaziwe tumesamehewa.
kimadhehebu. Sio hivyo. Toba ni eneo la msimamo nilioamua kumpa Yesu maisha. Amen. Ni eneo la badiliko lililotokea baada ya kumwamini Yesu, ambalo halirudiwi ati sasa nimeshakosea tena mpaka Jumapili niongozwe sala ya toba nitamkiwe nimesamehewa. Toba haiko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo la mtoto akishazaliwa hawezi akatungwa tena mimba. Ametoka tumboni, ameshazaliwa. Amen. Akishazaliwa hawezi kurudi tena nyumbani kwenye alipokuwa miezi 9. Amen. Hawezi tena arudi tumboni kwa mama yake. It is very impossible. Sijawahi ona kwa elimu yoyote mtoto amerudi tumboni kwa mama yake. Akishakuwa delivered, maana yake amezaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana sehemu nyingine mtoto anapozaliwa tunasema yule mama amedeliver mtoto wa kiume leo, amezaa mtoto wa kiume leo. Amen. Amemtoa mtoto wa kiume, amemzaa mtoto wa kike. Kwa hiyo hawezi rudi tumboni abadilishwe tena, atengenezwe asiwe wa kike au wa kiume. Haiwezekani. Amen. Kwa hiyo vile alivyozaliwa katika Kristo Yesu, ameshazaliwa, amekuwa kiumbe kingine, amekuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Sasa tusichukulie asili ya kana kwamba kwa sababu kila Jumapili natubishwa ndo kuokoka. Haiko hivyo. Kuokoka ni once, unaokoka, unahamishwa, unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Sema amen, amen. Kwa hiyo ukishaingia kwenye ufalme wa Mungu, unaingia full. Hauingii vuguvugu, hauingii nusu. Unaingia kama mtoto anapozaliwa, haezi tanguliza kichwa akabaki miguu ndani alafu tukasema amezaliwa. Bado hajazaliwa. Amen. Akizaliwa anatoka mwili wote, anatoka vile alivyo na viungo vyake vyote. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili hakumaanishi ni rudiwa au kurudiwa kubatizwa tena. Kwa sababu nimetenda dhambi, kwa hiyo nikabatizwe tena kama Sabato. Nimetenda tena dhambi nitubishwe, nikabatizwe tena. Haiko hivyo. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa hiyo ni eneo ambalo nimeligundua lina makosa mengi ambayo sisi wahubiri wenzetu tumelibeba kana kwamba mtu akishasema Bwana asifiwe basi unaweza kumfanyia chochote unachotaka cha maombi na maombezi. Ndugu yangu, maombi na maombezi ni mazuri sana, yanahitaji kufanyika, lakini sio kwa mtu ambaye hajaokoka. Hiyo ni hatari. Amen. Hiyo ni hatari itakayompelekea yule mtu anayeombewa kumharibia maisha yake kabisa. Ni heri angelibaki na yule pepo mmoja kuliko aendelee kukaa katika tabu ya pepo 7 watakao kuwa wameingia tena ndani ya maisha ya mtu. Na haya ndio nimeyaona kwenye maeneo mengi. Nimeyaona kwa Bwana asifiwe wengi kuliko wale wasio Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani unaenda kwenye uwanja wa mkutano unakuta pasenti 90 Bwana asifiwe. Wanaoanguka ni Bwana asifiwe. Waliologwa ndio Bwana asifiwe. Wanaokufa kwa uchawi ndio Bwana asifiwe wamelogwa. Sasa hawa Bwana asifiwe wametokea wapi? Ni kwamba sisi tulipowakusanya hatukuwaeleza ukweli, kuwaambia wampe Yesu maisha yao kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Kwenye eneo hilo
Ndio mahali tulipowaingiza wengi kwenye mikutano, alafu tunafurahia wakianguka chini, wakigaragazwa, wakipinduliwa, wakirushwa, wakibebwa na kupelekwa kwenye chumba cha maombi na kukemewa pepo, toka kwa jina la Yesu. Alafu pepo natoka, na kweli yule pepo anatoka, anaenda simama barabarani pale, anamsubiri mteja wake arudi. Anaye Yesu, anamkuta hana Yesu. Lile pepo linapokaa tena pale barabarani, zile ndoto alizoombewa ziishi, zinarudi tena kwake. Yale majini yanayemtesa kitandani usiku yanarudi tena kwake. Wale wachawi bado wanatembelea nyumba yake, bado hofu za kifo zinaendelea kumfuata. Anaona yule mhubiri ameniombea, hajanisaidia, anaenda kwa mhubiri mwingine. Anaona na huyu alimsaidia, anagaragazwa tu na mapepo. Anaona mbona mateso yangu yanazidi, anaenda kwa mwingine. Sasa hilo ndio tatizo tulionalo na sisi wahubiri. Tumekosea sana. Nashukuriwe Mungu kwa wale wahubiri wa zamani, walikuwa hawana mchezo. Lazima uokoke. Haleluya. Lazima uokoke. Mimi napigiwa simu kila siku. Swali langu la kwanza, unahitaji maombi? Ndio. Umeokoka? Umezaliwa mara ya pili? Haleluya. Sitaki nikuombee alafu shida yako ikurudie tena na iwe mbaya zaidi. Kwa hiyo namuoje hata kwenye simu, namuoje, sitamani kumwombea. Na ninahubiri mikutano mingi, sitoi hata aina fulani ya maombi kuombea watu, kwa sababu najua kabisa huyu atakaye kutaka maombi na hataki kuokoka ni kumtengenezea mazingira mabaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema acha nitengeneze angalau hii wiki, na wewe ukiwa ni mmoja wapo katika watu utakayokutana nao anahitaji maombi, uache kumwombea kwanza. Amen. Muulize, umeokoka? Umezaliwa mara ya pili? Akikwambia bado, muongoze sala ya toba. Uko tayari kuokoka, kumpa Yesu maisha kwanza? Haleluya. Yaani maandiko yanasema usiwe mwepesi kuwaekea watu mikono. Haleluya. Usitamke tu baraka pokea katika eneo ambalo hakuna kitu cha kupokelea. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na kanisa zuri, tuwe na Wakristo waliobarikiwa, tuwe na Wakristo wenye mafanikio na afya, tuanzie eneo la kukubali kuokoka. Haleluya. Lazima. Somi nasema, maandiko yanasema hivi, ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Somi nasema Yesu, kama unataka kuona ufalme wa Mungu. Tusome Yohana mstari wa kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nakwambia, hauna budi. Haleluya.
Usistajabu kwa kuwa nakwambia hauna budi kuzaliwa mara ya pili. Kiswahili Kiingereza sema you must be born again. You must be born again. Lazima, na hauna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako na sauti yake wasikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Yesu, Nikodemo akamjibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akamjibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amin nakwambia, lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala yamesadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye alishuka kutoka mbinguni, yaani Mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Kwa maana Mungu akamtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asimwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Narudi kule kwenye kuzaliwa mara ya pili. Anasema lazima, huna budi kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuona ufalme wa Mungu, ili kuingia katika ufalme wa Mungu, you must be born again. Hilo eneo hatujalisisitiza, hatujalishika kama kipaumbele. Na hapa ndipo tunapopata sasa mchanganyiko wa kiimani. Tunasumbuliwa kiimani. Anasema Yesu, kuzaliwa mara ya pili akaweka kwenye neno maji na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maji na Roho. Eneo hili ni gumu sana kulitafsiri kawaida. Panahitaji ufafanuzi wa uhakika. Amen. Lakini kwenye eneo namba moja lenye uwezo kuleta picha kamili, akaliweka kwenye Marko 16. Haleluya. Sema amen, amen. Marko 16 anaanza mstari ule wa 15. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kumbuka, anasema Yesu, Roho wa Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, to preach deliverance to the captives. To preach. Na hapa anasema muhubiri habari njema. Habari ndio inayeleta ufungulifu. Sijui nisemeje. Kufunguliwa. Na eneo la kumfunga mtu halipo mahali pengine, liko kwenye eneo la ufahamu. Mtu hafungwi na mapepo kwenye eneo lingine lolote, anafungwa kwenye eneo la ufahamu, kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, nuru ya injili isije kawazukia. Akili zao ndio zimelogwa. Nani aliyewaloga enyi wa Galatia? Kristo aliyeonekana mbele yenu kuwa amepigwa na amekufa na amefufuka. Hiyo elimu mlijua mapema. Nani ameigeuza hiyo elimu kwenu hata mkarudia mafundisho manyonge ya sheria? Kwa hiyo pale penye kulogwa, penye kufanya watu wanakuwa wafungwa, pepo wanaingia, ni kwenye akili. Hakuna pengine. Pakifunguliwa hapa, panafunguliwa na injili, sio maombi. Akifunguliwa hapa, pepo kwenye tumbo la uzazi anatoka. Pepo kwenye ugonjwa anatoka.
Haleluya. Hapa pakifungwa, yule pepo tasa atabaki tu. Mke wa Mufi alishawahi kunipigia simu akaniambia, mtumishi, kuna dada mmoja hajapata mtoto tangu ameolewa. Kamuuliza, ameokoka? Akaniambia ndio, wa madhehebu ya kiroho. Nikasema tu kwa haraka, it is very impossible, haiwezekani, forever and ever au ameokoka asizae. Akaniambia, nimemwambia aje kwako, lakini amesema ana kuogopa. Nikasema, ni nani? Akanitajia, ni mke wa mchungaji. Nikasema okay, kumbe tena ni mtu namfahamu. Mpigie simu, mwambie asiniogope, tukutane kanisani Kaloleni. Siku hiyo akaitwa, akaja mke wa Mushi na mdogo wake mke wa Mushi, yule dada Shango, pamoja na yule dada. Kwenye gari tu dakika moja wako watatu. Nikaambia, wewe umeokoka? Akaambia, mtumishi, nimeokoka. Haiwezekani, ni lazima uzae. Haiwezekani. Kwa dakika chache nikamweleza Mariamu ni mwanamke aliyebeba mimba akiwa bikira, na mimba aliyobeba ni ya Masia, ya Kristo mkombozi. Alianza kukomboa tumbo la mwanamke, tumbo la mwanamke. Hakukomboa kitu kingine pale. Miezi 9 anakomboa tumbo la mwanamke na uzao wake. Nikamwambia, umenielewa? Akasema ndio. Hapo nimeelewa vizuri. Nikamwambia, nenda kazaa, hakuna maombi. Yule dada amebeba mimba na mwezi ujao nafikiri anazaa. Kwa miaka 7 ndani ya ndoa hajazaa. Hakuna maombi. Sio maombi yanafanya deliverance. Knowledge of Christ, ufahamu wa Kristo. Sio prayers, 40 days prayers, maombi ya deliverance. It's not very true. Kinachofungua mtu hapa, fungua Luka 24. Bwana sifiwe. Haleluya. Tunasikilizana hapa. Mstari wa 44. Luka 24 mstari wa 44. Kisha akawaambia. Haleluya. Hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia. Anawakumbusha. Amen. Anawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia. Anawakumbusha, nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Akawaambia lazima yatimizwe. Mstari wa 45, akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Big deliverance. Akawafanyia deliverance kubwa. Haleluya. Na hii deliverance hatujawahi kuipata kwa wahubiri wengi wa leo. Sisi wahubiri ndio tunatakiwa tufanyiwe deliverance ya kwanza. Akili zetu zimelogwa au zimetekwa nyara au zimefungwa au zimeadhibiwa. Hatuoni mambo yaliyotendeka, yaliyofanyika katika Kristo Yesu, yalionenwa na vitabu vya manabii na Zaburi na Torati. Sasa kwa kuwa hatuoni yameshafanyika, tunataka sisi sasa with the power of prayers, kwa prayers ya maombi kwa jina la Yesu, toka. Kumbe pepo atoki kwa kelele, pepo atoki kwa kelele za fire, kwa kufunguliwa ufahamu. Amen. Akili ikifunguliwa tu
minyororo ikakatika katika ile ya kutokujua. Haleluya. Minyororo ya kutokufahamu, baada ya nguvu ya neno kwenda ndani ya mtu. Ndio maana tunazaliwa mara ya pili kwa neno. Linakatakata vitu vyote vilivyozaliwa kwa mwili. Vyote vilivyozaliwa kwa mwili. Magonjwa yamezaliwa kwa mwili wa dhambi. Laana kwa mwili wa dhambi. Mikosi, vitu hivyo vikikatwa ndani ya mwili, pakazaliwa kitu kingine katika roho. Amen. Kwa njia ya kusikia na kuamini na kuokoka. Amen. Sio kama hiyo lugha imeeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliye na mwili kajikuta yuko kwenye eneo lenye vita, majaribu, mateso. Sasa vile vilishaambatana. Amen. Sijui nitumie lugha gani. Nimezaliwa kwenye tumbo la mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka ndani ya tumbo la mama yangu nimejikuta niko duniani. Bila kupenda maisha yameenda kombo. Bila kupenda sina uwezo wa kupata pesa. Napambana nipate pesa, sipati. Napambana na kuomba na kufunga, lakini shida ya pesa iko pale pale. Halo? Vile vitu vimezaliwa na mwili. Nilishawahi kusema hapa juu ya jina la Adamu. Sawa sawa eh? Nilishawahi kufundisha Adamu. Neno Adamu ni kiongozi katika njia, yeye na njia kwa damu yake. Sisi wote tuliozaliwa na yeye tumezaliwa ndani ya laana, ndani ya mwili huu. Wote ni watoto wa Adamu. Kwa njia ya Yesu, huyo ni Adamu wa pili. Yesu akawa Adamu wa pili. Amen. Naye akawa kiongozi kwa njia yake, kwa damu yake akatukomboa. Sasa kwa njia ya damu ya Yesu, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, hukumu yangu ikaingia kwake, magonjwa yangu yakaingia kwake, laana yangu ikaingia kwake, akanipa haki yake, akanipa afya yake kwa njia ya kuamini. Neno lile likaingia kuamini, likanifanya nikawa delivered, nikafunguka ufahamu. Wakorintho wa pili sura ya 10. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Inasema hivi: maana ingawa tunenenda kwa mwili, yani tunao mwili wa damu na nyama, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Deliverance. Hili ni eneo la mafundisho, la ufahamu, la akili. Kila fikra, hebu fikiria ni nini unawaza. Ile elimu ilimfunga mtu iko kwenye ufahamu wake. Kile anachokiwaza, kile anachokifikiri, ndio inaitwa ngome. Haleluya. Na shetani hashiki pengine. Maumivu yaliyoko kwenye mgongo yameshikiwa kwenye akili. Umaskini ulioko mkononi, hauna pesa, umeshikwa kwenye akili. Akili ikifunguliwa mikononi, tutaona pesa. Akili ikifunguliwa ipate kumtii Kristo. Kumtii ni kumwamini. Amen. Kumtii ni kukubali
matokeo aliyonilipia pale alipomwambia Nikodema, kama Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba jangwani, mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu atakayemwamini, ile fidia ya kuinuliwa kwenye mti, Yesu akainuliwa kwenye mti. Haleluya, haleluya, akalipa ile gharama. Pale ndipo anapofunguliwa mtu kwenye akili. Ndugu zangu, Yesu anawafungua wanafunzi akili. Haleluya, hebu sema amen. Anasema tukiangusha mawazo ya kila kilichoinuka. Fungua Warumi 10. Warumi 10. Naenda kwa haraka. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Bali ile haki patikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako. Maana yake usiwaze. Haleluya. Ni nani atakayepanda mbinguni, yaani kumleta Kristo chini? Usiwaze kupata wokovu tena ambao tayari ulishatolewa miaka 2000 iliyopita. Leo ukaona haupo, sasa unatamani Yesu angelishuka leo, kana kwamba hajawahi kushuka akakukomboa. Amen. Kwa eneo linaloleta ushida ni eneo linalotupa sisi vifungo vya kutokujua, kutokuelewa, kutokufahamu. Na ndio maana Mungu ametupa kitu kikubwa sana katika vipawa vyake. Vipawa vyake vyote, kuna vipawa vinaitwa karama za uponyaji, karama za miujiza, karama za imani. Hivyo vyote ni vizuri, lakini alipofika kwenye eneo la ufahamu na hekima, akasema na roho wa ufahamu atakuwa juu yake, na roho wa hekima, na roho wa maarifa. Yaani Mungu akachukua maarifa akayaingiza ndani ya roho. Haleluya, sema amen, amen. Ili tukipata imani, hiyo imani nayo iwe ina roho. Kumaanisha nini? Kunifundisha mimi, yule roho atawafundisha, atawajulisheni habari, atawapasheni na mambo yajayo, atayachukua yaliyo yangu na kuwakumbusheni niliyowaambia. Amen. Kwa hiyo hapa anatuambia Paulo, basi mtu asiseme moyoni mwake nani atakayepanda mbinguni, au ni nani atakayeshuka kuzimuni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini anenaje? Anasema lile neno li karibu nawe, kwenye ufahamu. Sema amen, amen. Katika kinywa chako, kwenye ufahamu, na kwenye moyo wako, kwenye ufahamu, lile neno la imani tulilohubiria. Kama haufahamu, utasema kwa kinywa chako siwezi. Kama ufahamu, utasema sina nguvu, mimi maskini. Lakini ukishakuwa na ufahamu, ndipo utakaponena ya ujazao moyo wako. Amen. Haleluya. Yale ya mtokayo mtu ndiyo yanamtia unajisi au yanamfanya kuwa safi zaidi. Haleluya. Kwa hiyo kwenye kuzaliwa mara ya pili, pakishaingizwa ufahamu, mimi nimeokoka, lazima ingie kwenye eneo la kuendelea kufundishwa. Amen. Na kufundishwa, na kufundishwa, na kufundishwa. Sema amen, amen. Hakuna eneo very powerful kwenye maisha ya Mkristo isipokuwa eneo la ufahamu. Ukishajua tu, umeondoka kwenye kifungo. Na Yesu akawaambia wanafunzi waliomwamini Wayahudi
Yohana 8. Nasoma mstari wa 31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu ile kweli, na ile kweli itawaweka huru. Ni eneo la ufahamu, eneo la kujua linalotufanya kuwa huru. Sema amen. Sema amen, amen. Tukikosa ufahamu, dhiki na tabu zitakuwa ni sehemu za maisha. Tukikosa ufahamu, na Bwana asifiwe, tunayo, na naweza nikanena kwa lugha, dhiki na tabu yatakuwa ni maisha yetu. Mithali 1. Fungua. Mna amani? Tukikosa, nasema tukikosa nini? Ufahamu. Tukikosa ufahamu, dhiki na tabu zitakuwa ni maisha yetu, hata kama tunajua kuomba sana. Naeleweke lugha? Nasoma mstari wa 20 mpaka mwisho. Nasoma tu kwa haraka, lakini sikiliza. Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuingilia malango. Ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa. Geukeni kwa maonyo yangu. Geukeni maana yake tubuni. Amen. Tazama nitaumwagia roho yangu. Sema amen. Sema roho wa maarifa, roho wa fahamu, roho wa hekima, roho wa imani. Hao wote wameandikwa kwenye Biblia ni roho. Tazama nitaumwagia roho yangu na kuwafundisha na kuwajulisheni maneno yangu. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Amen. Atupe roho atufundishe. Atakuwa akitufundisha nini? Yale mambo Mungu ametutendea katika Kristo Yesu. Haleluya. Anaendelea anasema, kwa kuwa nimeita nanyi mmekataa, nimenyoosha mkono wangu asiangalie mtu. Mstari wa 25. Basi mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na tabu zitakapowafikia. Dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo mtakaponiita, maana yake mtaomba. Sitaitika, maana yake sitajibu. Watalitafuta wasinione. Mstari wa 28. Watalitafuta kwa bidii, wanamtafutia wapi? Mahali wapo wanamtafutaga Mungu kwa bidii ni wapi? Kwenye maombi ya kufunga. Nitakaa mlimani mpaka Mungu aongee na mimi. Nitaenda mlimani Sakila, sishuki mpaka nisikie sauti yake. Na utashuka, shida iko pale pale. Kwa nini? Anasema mstari wa 29, kwa kuwa mmechukia maarifa, wala hamkumchagua kumcha Bwana, maana yake hamkuokoka. Hamkukubali mashauri yangu, na mkayadharau maonyo yangu. Kwa hiyo mtakula matunda njia yenu. Haleluya. Watashiba mashauri yao wenyewe. Kwa maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kwa hiyo ni heri kuchagua maarifa, kumpa Yesu maisha, kuokoka. Kwa hiyo tusikimbilie kuomba na mtu ambaye hajaokoka. Lazima uokoke. Nani vijana wangu wanajua, siombeage mtu lolote, namfundisha mtu. Alafu naita kuokoka. Haleluya. Sema amen, amen. Nimejua msingi wa kibiblia wa deliverance
sio ukombozi wa kuombewa, ni kusikia na kufahamu neno la Kristo. That's a true deliverance. Tumeshinitamkia neno la nini? Ili iwe vipi? Umeokoka? That's it. Sasa kama umeokoka, kuna eneo la Mungu ndani yako. Umezaliwa mara ya pili. Haleluya. Hapo kuna mshiko wa kile kitu, hata kikitamkwa kipo, kimeshatokea humo ndani, kimeshazaliwa mle ndani. Haleluya. Yesu alishakifanya, kilishaumbika kwa ajili yako tayari. Lakini kama hujazaliwa mara ya pili, haya ndio yale tunaitaga maombi ya kugarazana chini, kukomboa mikono na nyayo, ambazo mtu mwenyewe huyo Yesu wa nyayo na wa mikono hajui alimfanyiaga nini. Alafu kizazi hiki sio kizazi kinatamani kujua hayo. Ndio kitu ambacho nashangaa. Basi sisi wahubiri ambao tumetamani basi tuwape wale watu wanachokitaka. Basi maombi na maombezi kwa jina la Yesu. Tunahitaji watu waokoke. Sema amen, amen. Tunahitaji watu waokoke. Sema amen. Tunahitaji watu wazaliwe mara ya pili. Warumi 10 na malizia. Hapa ndo pana utamu mzuri kwenye Warumi 10. Lile neno karibu nawe katika kinywa chako baada ya kujua na kuelewa, na katika moyo wako baada ya kujua na kuelewa ukaamini lile neno la imani tulihubirilo. Mstari wa 9 Warumi 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Haleluya. Sema amen. Jamani, kuokoka sio eneo la kuingia mbinguni na duniani usote. Ni duniani unapewa mara 100 na mbinguni uzima wa milele. Mara 100 sio pesa peke yake. Vyote vilivyohusika alipokuwa katika mwili. Haleluya. Sema amen, amen. Ninayo furaha nimetendewa na Yesu. Haleluya. Ninajua aliyenitendea. Ninajua aliyenifanyia. Nini amenifanyia? Kwa kupigwa kwake mimi nikapona. Sasa hilo eneo nikilikiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu, ile eneo la afya ninaokoka. Amen. Eneo la uchumi nikikiri kwa kinywa changu, alikuwa maskini kwa ajili yangu ili mimi niwe tajiri kwa umaskini wake, ninaokoka nikiamini. Haleluya. Eneo la kifamilia, nimeokolewa na nyumba yangu, maana alizaliwa akakaa katika familia yenye baba, yenye mama, yenye ndugu, na kila atakayeamini ataokoka na nyumba yake. Kuanzia hapo nyumba yangu imeingia wokovu. Haleluya. Na hapo ndipo tunapopata kitu kinachoitwa kwa moyo mtu amini. Mstari wa 10. Piga huo mstari kabisa. Ukiweza usije kutoka kichwani. Kwa moyo mtu amini hata kupata haki. Paragraph. Unasema ninamwamini Yesu. Yes. Wow. Ni mwokozi wa maisha yangu. Yes. Amana amenilipia afya. Amenilipia umasikini. Nikishaingia kwenye hilo eneo, mchawi halogi tena njia yangu ya uchumi, maana nimeokoka. Kama ni wewe, Bwana tafadhali naomba uniruhusu nije juu ya maji nikufuate. Njoo. Simoni Petro akapita juu ya maji. Alipoondoa macho kwa Yesu, akayangalia mawimbi, akatumbukia, akazama.
Lakini katika kuzama akalitia, Bwana niokoe. Akamshika mkono, akamuinua kama vile anamweka juu ya sementi. Amen. Na walipokwisha kuingia kwenye chombo, upepo ukatulia. Hapo ulipotulia ndio mimi napotaka. Hapo upepo ukakoma, ndio maisha nayotaka. Upepo ukakoma, ukawa shwari. Hiyo ndio nataka. Sema amen, amen. Haleluya. Mimi nawahakikishia hata msipoelewa, lakini mimi nimeelewa ya kwamba ulogi uko hapa, mchawi yuko eneo linaloitwa ufalme wa giza. Neno giza ni ufahamu. Wakisikia tu yule ni mkuu wa anga, majeshi ya pepo la anga, wakuu wa giza, ni eneo la ufahamu. Giza sio usiku, ni ufahamu. Biblia inasema hivi, jicho la mtu ni taa, lakini jicho likiwa bovu la yule mtu, je, ni nini? Giza namna gani, la aina gani hilo? Hilo ni giza lisilokuwa la kawaida. Jicho ni ufahamu, na ufahamu ukiondolewa, mtu yuko gizani, hata pepo hajamuingia kashapagawa tayari. Yaani usitafute kupagawa, usikie miluzi inaingia kwenye, hiyo ni ufahamu. If you not be delivered kwenye power of darkness, he has delivered us kutoka katika nguvu za kutokufahamu, akatuingiza katika ufalme wa nuru. Ninyi ni wana wa nuru, ninyi si wa usiku, hata siku ile iwapate kama mwivi. Ninyi ni wana wa mchana, wala sio wa giza. Biblia inasema hivyo. Kama ni wana wa nuru, maana yake una ufahamu, akili. Akawafungulia akili wapate kuelewa na maandiko. Hujafunguliwa ufahamu, maandiko ni giza zito. Paulo mwenyewe anasema, Musa aliposhuka mlimani mara ya pili, alishuka mara ya kwanza akaua watu 3,000, akayatupa yale mawe ya Torati chini. Walipoona wametengeneza ndama ya shaba, zile amri 10 akazivunja. Mungu akamwambia, umevunja zile amri, kuja mlimani tena mara ya pili, panda juu. Sasa anapanda mlimani, Musa kavunja amri za Mungu. Zipi? Mungu alizoandika mwenyewe. Tunaelewana? Mara ya kwanza Mungu ndiye ameandika na kidole chake. Kile kidole cha Mungu kilichoandika, Musa kakivunja hapo chini. Hii ni hatari, eh? Mungu akamwambia, njoo tena mara ya pili. Akapanda mlimani, akakaa siku 40 zingine. Mara ya kwanza alikaa siku 40, mara ya pili akakaa tena siku 40. Paka akamwambia mwisho, sasa umevunja yale, andika wewe sasa. Mungu akaandika tena. Musa ndo akaandika zile amri zilizoandikwa, akaja nazo. Mungu hajaandika, ni Musa aliandika. Aliposhika hapo chini, kwa kuwa yeye ndiye aliandika. Yeye ndiye aliandika, sio Mungu aliandika, maana Mungu aligoma kuandika. Amen. Musa akibeba yale maneno, nuru inaangaza uso wake, watu wakashindwa kumkaribia. Alipoona watu wamkaribia kwa sababu ile nuru, akachukua ushungu wa nguo yake, akaifunika ile nuru. Alipoifunika, maandiko yanasema akafunika akili za watu wote wanayoifuata sheria Musa aliyoandika, wasimuone Yesu. Kwa hiyo yote anayetembea kwenye Torati kafungwa akili. Maandiko yanasema kafungwa akili. Siku anamgeukia Kristo, ule ushungu unaondolewa. Ukiondolewa, nuru inamzukia wokovu.
Ufahamu ukirudi, watu wanamuona Masia. Ufahamu ukiondoka, hamtamuona Yesu. Tutatoa sadaka ya ukombozi. Huu ni mkosi ulioingia kwenye ulokole. Sadaka ya ukombozi. Ushetani ulioingia. Naongea wazi wazi. Ushetani. Ukisharuhusu kutoa sadaka ya ukombozi, ushungi uko juu yako. Umefunga ufahamu. Siku ufahamu ukiondolewa, giza likiondolewa, ufahamu ukarudi, ukamuona Kristo aliye mkombozi, utatoa sadaka ya ukombozi. Lakini kwa kuwa hawamuoni Yesu, wanaenda kwa Musa, wanatoa sadaka ya ukombozi kama alivyoamuru Musa. Tunahitaji kuzaliwa mara ya pili. Sema amen, amen. Ninalia na hilo, nasumbuka na hilo kila mahali. Na nisije nikawa naendelea kuwafundisha watu kule nje na waapa walioko humu na hawaokoki. Wao ndio nao nyumba ya Abrahamu, eti na wao hawajazaliwa mara ya pili. Ni lazima, huna budi kuzaliwa mara ya pili ili uingie kwenye ufalme wa Mungu, ili uone ufalme wa Mungu maishani mwako. Na ufalme wa Mungu unajitegemea. Anasema hivi, msisumbuke, mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini. Maana hayo wa mataifa ndio wayasumbukia, bali ninyi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake katika kumwamini Yesu. Ukishaupata kwa kuokoka, hayo yote mtaongezewa. Yako ndani ya ile neema. Inamisha kichwa chako, nimshukuru Mungu. Tumalize. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya risali moja la kuongea maneno haya. Kwa kinywa hiki nimepandikiza neno linaloweza kuleta matokeo yawezayo kufanya maisha mtu huyo yasing'ang'anie kwenye miiba au kwenye michongoma. Katika neno hili ndipo mahali palipo na ukombozi wa kweli pa kumwamini Kristo kwa Mwokozi. Na kwa njia ya Roho na katika njia ya maji, wokovu ulipatikana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi.